Nataka niwaache na haya. Ni kitu gani hiki Mheshimiwa Rigathi Gachagua alifanya haraka hivyo? Mlielezwa ni nini? Akatolewa kwa ofisi na madharau. Mimi nimesimama hapa, nataka niwaulize kwa unyenyekevu, kama mshaisikia Ndindi Nyoro akikosea heshima kiongozi yeyote, kwa sababu hiyo siasa sio siasa naonaka ikiwa mzuri. Ningetaka mjiulize aliwaeleza nini iliendelea hapo. Mjiulize tu wenyewe. Mheshimiwa Mithika Linturi alikosa kiti chake cha ugavana kule Meru kama tunafanya kampeni, kwa sababu alijitolea kwa kufanya kazi ya kutafuta kura. Nataka mjiulize Mithika Linturi alifanya jambo gani? Mshaisikia chochote? Jambo lingine ningetaka niwaulize kaka zangu, dada zangu. Mohamed Ali, mimi nilikawa katika kampeni kule Pwani, alishikilia sisi mpaka akakoda kwa kampeni, kwa sababu kampeni ni kazi kubwa sana. Nataka mjiulize, Mohamed Ali mshaisikia amekosea yeye heshima? Mjiulize kitu gani ilifanyika. Mjiulize Mheshimiwa Aisha Jumwa, shagazi wa taifa, akashikilia kule Kilifi mpaka akakosa kiti chake cha ugavana. Nyinyi wenyewe mjiulize, mshaiambiwa mashida yake ni gani? I want to plead with you. Kenyans have no problem with the president. It is him who has a problem with Kenyans. Ako na shida na Wakenya wote. Wacha niendelee. Mimi nilikuja mpaka huko, na katika kampeni tulikuwa tunawaeleza nini? Stima itakuja hapa, maji itakuja pale. Nataka niwaulize, imeletwa? Jambo lingine, na hizo kaunti nilitaja naelezea. Last year mkaona kiongozi wenu Mheshimiwa Gideon Moi, wakati kulikuwa na uchaguzi kule Baringo, nyinyi wenyewe kaka zangu, dada zangu, mkamuona amepigwa picha wanatembea huko na suti mzuri, na mkasema oh, what a good thing when brothers are working together. Nataka niwaulize kaka zangu, dada zangu, nyinyi mkiangalia yeye na Gideon Moi, nani alihujumu mwingine? Nyinyi mkiangalia maneno waliongea kwa pamoja, nani hakutimiza upande wake? Sasa mimi nataka niwaeleze kama kaka zangu, dada zangu, kuna mambo najua na nitakuja kuwaeleza, because we will not allow any part of Kenya to be used as a human shield by any politician.